Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jana Novemba 17 mwaka huu ameteua wizara 27 na kuteua mawaziri 27, naibu waziri 29 zikiwemo wizara mpya 2. Mara baada ya teuzi hizo, leo Novemba 18, mawaziri 27, naibu waziri 29 wameapishwa. Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa Daktari Dennis Muchunguzi juu ya tathmini ya baraza jipya la mawaziri. Kwa wizara alizozitaja, imekamilisha safu ya top leadership ya wizara. Baraza hili linatupa picha tu na mwanga kwamba tunakwenda kuwa na serikali ambayo ina nguvu na ina uwezo sasa wa kushirikiana na wananchi katika kuleta maendeleo yao. Wananchi wanahitaji maendeleo yao ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii, ya kiutamaduni, na wananchi sasa hivi wanaangalia sasa hawa tunashirikiana nao vipi katika dira 2050 na kuangalia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inavyokwenda kuwa na waratibu hao kama mawaziri na manaibu waziri. Kwa hiyo ni baraza ambalo lina mwelekeo mzuri, lina nguvu nzuri, na lina mix nzuri kabisa. Nimeona vijana wamepewa nafasi na ni wakati wa vijana sasa kuonyesha uwezo wao kwamba vijana wanaweza, jambo ambalo naliamini mimi kwa 100%. Na kwa kuwa ameunda wizara kabisa ya vijana na kumkabidhi kijana, basi naamini kwamba itakwenda vizuri. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Joel Nanauka, mtaalamu wa saikolojia na uchumi, kuwa waziri anayeshughulikia masuala ya vijana. Maoni yako ni yapi katika kuyafikia makundi ya vijana? Nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza Joel Nanauka. Ni mwana saikolojia, ni mchumi na amekuwa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda mrefu na wote wanamtarajia na wanamtegemea. Sasa ni wakati wa bwana Joel Nanauka kuweka uchumi wake na saikolojia yake kwenye practice. Vijana wana matarajio, vijana wana mahitaji, vijana wana shida zao na matatizo yao, vijana wana mtazamo wao wa namna mambo yanavyotakiwa kwenda. Vijana wanahitaji kushirikishwa. Vijana ni wadadisi sana. Vijana ni vijana wa kizazi cha teknolojia ya habari, teknolojia ya mawasiliano na kadhalika. Kwa hiyo Joel Nanauka, mheshimiwa waziri, atakuwa na kazi sio kubwa, atakuwa na kazi nzuri ya kuinteract sana na vijana ambao ni asilimia kubwa ya vijana wa Tanzania, akiwa mheshimiwa waziri wao. Akitekeleza yale aliyoongea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba jishushe, uwe mtu wa kawaida, interact na vijana, pokea simu zao, sikiliza shida zao, shauriana nao, nenda vijiweni, nenda sokoni, nenda kwenye machimbo Singida, nenda waliko vijana, nenda interact mheshimiwa waziri, nenda usikae ofisini, nenda kakae na vijana kijiweni Shinyanga pale, kakae Tabora mjini, kakae sokoni Tabora pale, ongea na vijana na nini wafanya biashara, ongea na bodaboda Kigoma mjini, wasikilize, jua shida zao, elewa wanataka nini, uwasaidieje, basi atafanikiwa sana. Kuongezeka kwa wizara inayoshughulikia changamoto za vijana na kufikia wizara 27, hii ina maana gani kwa taifa? Tanzania baraza letu linakuwa kubwa kutokana na wingi wa watu. Tuko milioni 60 na estimate yetu 2030 huenda tukawa milioni 70 au 80. Sasa ukishakuwa na wingi wa watu wa namna ile, huwezi ukawa na wizara chache ndugu yangu. Ukicopy paste na kusema fulana na wizara 14 unaferi kabla hata hujaanza. Tuangalie wingi wa watu tulio nao. Waziri wa vijana unahudumia watu milioni labda 40 au milioni 35. Wachache hao. Sasa uchukue wizara uziunganishe. Hapana, inaweza ikaleta shida. Wizara zikiwa nyingi ni ufanisi mkubwa. Tuna watu wengi, lakini la pili, jiografia ya Tanzania. Tanzania jiografia yetu ni kubwa sana. Katika East Africa ni nchi kubwa. Sisi ni wakubwa sana. Kwa hiyo mimi naunga mkono wingi wa wizara. Kwa upande wa kwetu jiografia yetu ni kubwa, na kwa hiyo wizara 27 kwangu bado ni sahihi kabisa, na naamini hakuna kilichoharibika. Tusiishi kwa copy paste. Baadhi ya wizara hazijafanyiwa mabadiliko, ikiwemo wizara ya maji. Pengine nini hasa sababu za viongozi hao kuendelea kusalia katika nafasi zao? Mara nyingi zaidi ni utendaji wa wizara ya maji katika miaka miwili iliyopita umekuwa wa hali ya juu sana, na tunahitaji kumtua mama ndoo kichwani. Na ukumbuke kwamba tunakwenda kwenye gridi ya maji kutoka ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Kama tulivyo na gridi ya taifa ya umeme, tunakwenda kuwa na gridi ya taifa ya maji, na tuna mradi mkubwa wa maji wa kutoa maji ziwa Victoria kupeleka mikoa mingine. Sasa ukiangalia kazi kubwa ambayo Aweso ameifanya na mwenzake katika miaka miwili iliyopita, mheshimiwa waziri,
inakupa nguvu kwamba huyu anaweza kutuvusha katika hilo. Kumbuka ni katika ahadi za mwanzo kabisa za siku 100 na baadaye. Na kwa hiyo kwa mtendaji mzuri kama Aweso, jukumu hilo wamekabidhiwa, ila wajue kwamba wameongezewa jukumu lingine kubwa kidogo, hasa ukiongelea grid ya maji ya taifa, na hiyo itawapima zaidi uwezo wao. Kwa hiyo wataonyesha uwezo waliokwisha onyesha kwa miaka 2-3 iliyopita, na watakwenda sasa kuonyesha uwezo wao mkubwa katika jukumu lao jipya hili ambalo wamekabidhiwa na waziri. Mimi nina imani nao kwamba watatekeleza majukumu, na matatizo ya maji na changamoto za maji watashughulika nazo, tuendelee kupata maji kama kawaida. Tuzungumzie Wizara ya Fedha. Waziri Hamisi Omari ni kiongozi wa aina gani? Balozi ambaye amepewa Wizara ya Fedha ni mtu ambaye amekuwa ni mtu ambaye amesevu katika nyadhifa nyingi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama balozi, na ni mtu ambaye anao utaalamu wa uchumi wa uchumi na fikiri na fedha. Pia ni mtu ambaye naamini wizara ilipo kwa sasa ataweza kuimudu, na ataimudu kwa sababu waziri wetu wa fedha wa zamani ndiye Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na utakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wakati anamwapisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alimwambia kwamba yule atakaye kwenda fedha kurithi nafasi yako, wewe utakuwa na kazi kubwa sana ya kuwa na oversight naye na kumuelimisha na kumshauri na kumuelekeza ni lipi afanye. Sasa kwa Mheshimiwa balozi hakuna shida kabisa, atakuwa na Mwigulu Lameck Nchemba, yupo anao uzoefu, na yeye mwenyewe uzoefu wake wa muda mrefu katika utendaji na utumishi wa umma. Hatutarajii kuwa na shaka lolote upande wa